Tutatoa mafunzo kwa ajili ya wale wote wajasiriamali ili shughuli zao wanazozifanya ziwe na tija zaidi, wawe na mafunzo katika shughuli hizo. Tutaendelea kuweka mazingira bora ili mpate maeneo mazuri ya kufanyia shughuli zenu, iwe mijini iwe vijijini. Tutaweka mazingira bora na tutazingatia mgao kwamba lazima katika kila eneo, iwe masoko, iwe maduka, iwe sehemu yoyote ile ya ujasiriamali, tutahakikisha kuna mgao maalumu kwa watu wenye ulemavu. Kuhusu swala la mitaji, serikali inaendelea kutoa mikopo. Tunayo mikopo isiyokuwa na riba ya aina kadhaa. Kuna fedha zinazotolewa na serikali kuu, kuna fedha zinazotolewa na halmashauri za wilaya, kuna fedha zinatolewa na wafadhili. Tumeunda taasisi ya uwezeshaji wananchi kiuchumi ambayo inazingatia kundi hili maalumu la watu wenye ulemavu, kuwapatia mikopo hiyo. Na kama tulivyosikia hapa, ndugu zetu wale wa bajaji wamepatiwa mikopo ya bajaji. Tutaendelea kuwapatia walemavu fedha hizo kwa kadri hali ya mikopo hiyo itakavyokuwa inaongezeka na walemavu fungu lao litakuwa kubwa zaidi. Eneo la pili ni ajira. Ndugu zangu, watu wenye ulemavu, kwenye serikali yetu tuna sera ambayo ni kuwapa mazingatio maalumu watu wenye ulemavu kwenye ajira, yani affirmative action. Kwa hivyo kwenye vyombo vya utungaji wa sheria tutahakikisha kuna idadi kubwa nzuri zaidi ya watu walemavu. Kwenye serikali, kwa maana ya watendaji ndani ya serikali, tutapokuwa tunaajiri, tutatoa mazingatio maalumu kwa watu wenye ulemavu. Lakini hata kwa nafasi za uongozi ambazo mimi nateua, basi nitahakikisha watu wenye ulemavu kundi lao linakuwa kubwa zaidi. Kwenye eneo la mafunzo au elimu kwa watu wenye ulemavu, tuna vyuo vya amali ambavyo vinatoa nafasi, na tutaendelea kuzingatia mahitaji ya watu wenye ulemavu kwenye vyuo vyetu vya amali ili waweze kupata elimu zaidi kama mdogo wetu alivyozungumza hapa. Na elewa maelezo yake aliyoyatoa. Tutaendelea kuweka mkazo wa kuangalia mahitaji maalumu ya wanafunzi wenye ulemavu katika vyuo vyetu hivyo vya amali. Lakini kwenye eneo jingine la upatikanaji wa vifaa saidizi kwa watu wenye ulemavu, serikali itaendelea kuwasaidia watu wenye ulemavu kupata vifaa hivi saidizi bila ya malipo. Lakini vile vile kwa wale ambao wanauza katika maduka binafsi, serikali itaondoa ushuru ili bei zishuke. Vifaa kama wheelchair, vifaa kama hearing aid, hizi aid za kusaidia usikivu, vifaa kama yale mafuta ya wenzetu wenye albino, na vifaa kama hivi vya kuweka au tuseme kama nyonga bandia na kadhalika, vyote tutaviondoa ushuru ili viweze kupatikana kwa gharama nafuu zaidi. Lakini serikali haitasita jukumu lake la kuhakikisha kwamba kwa kiwango kikubwa vifaa hivyo vinatolewa na serikali kwa wenzetu wenye ulemavu bila ya malipo. Kuhusu miundombinu wezeshi, tunatambua kwamba watu wenye ulemavu, na sasa hivi imeshakuwa sera ya serikali, kwa jengo lolote jipya linalojengwa, iwe hospitali, iwe skuli, iwe jengo lolote, ofisi ya serikali na kadhalika, lazima izingatie mahitaji ya watu wenye ulemavu. Kwa maana kutakuwa kuna lifti, kwa maana kutakuwa kuna zile ramps za kupandisha wheelchair, kwa maana kutakuwa na handrails ili watu wenye ulemavu waweze kupata urahisi wa kuyatumia majengo hayo. Lakini hata kwenye barabara zetu tunaweka njia za pembeni za wapita kwa miguu ili watu wenye ulemavu wasipate shida katika barabara zetu mpya zinazojengwa hivi sasa. Kwa hivyo tutaendeleza kuhakikisha kwamba miundombinu yote mipya inayojengwa inazingatia hayo, na ile ya zamani ikifanywa ukarabati
basi tutazingatia mahitaji yenye watu wenye ulemavu. Kuhusu huduma za tiba, imetolewa kuwa tuna hospitali kuu mpya 2, Mnazi Mmoja pamoja na hospitali ya Binguni. Bila ya shaka kitengo muhimu katika utoaji wa huduma za walemavu ni physiotherapy. Lazima tutakuwa tuna department au idara maalumu ya physiotherapy itakayokuwa ni kwa ajili ya kutoa huduma kwa walemavu. Sasa hatutoishia kwenye physio peke yake. Tutaweka na mambo mengine wanayohitaji walemavu, ikiwemo speech therapy, ikiwemo psychotherapy, ikiwemo prosthetic, hizi kuzitengeneza hizi nyonga bandia au tuseme joints bandia. Kwa hivyo msemaji hapa alitaka mambo hayo, lakini tushayafikiria. Tutaweza kuanzisha kituo maalum cha utoaji wa huduma za walemavu kwa vitu vingi ambavyo wanavihitaji vipatikane sehemu moja, one stop center kwa ajili ya walemavu. Kwa hivyo hilo ni kwa upande wa huduma za tiba, lakini imezungumzwa viwanja vya michezo. Ni kweli serikali imejenga viwanja vya michezo vingi. Kila wilaya tunajenga kiwanja kimoja, kila mkoa kiwanja kimoja, na viwanja vikuu hivi kama Mau na Maisara hapa, Amani na kule Pemba Gombani. Lakini ukiacha hivi vikubwa, kila mkoa na kila wilaya kuna viwanja vya michezo. Nakubaliana sana na hoja yake au ombi lake kwamba kuwe kuna utaratibu maalum wa kuwapa nafasi maalum watu wenye ulemavu nao wavitumie viwanja hivi. Nitaelekeza Wizara ya Michezo ihakikishe kwamba wanapopanga ratiba ya kutumia, basi wale vijana wetu wanaoitwa juvenile, vijana wa junior, lakini wale ambao ni wa madaraja yale ya chini, waweke na kundi la walemavu kuweza kutumia viwanja hivi. Nimefurahi kwamba kauli mbiu yenu ni kwamba watu wenye ulemavu hapa Zanzibar, kauli mbiu yenu kwa uchaguzi huu ni tupige kura kwa amani ili kuleta maendeleo jumuishi. Hii ni kauli mbiu nzuri sana. Nimefurahi kwamba tumezingatia swala la amani ambayo ni sera namba 1 ya Chama cha Mapinduzi. Sasa ndugu zangu, kabla sijamalizia, kuna swala la ruzuku, kutoa ruzuku kwa shirikisho pamoja na mabaraza ya watu ulemavu. Tumeyapokea, sasa hivi tunafanya hivyo na tutaendelea kufanya hivyo. Kwa kadri hali ya uchumi itakapoongezeka, nitaona jinsi gani ya kuongeza ruzuku tunazozitoa kwa vyama vyenu hivi, kwa mabaraza yenu na mashirikisho yenu, ili tuhakikishe kwamba mnaweza kujisaidia nyinyi wenyewe kwa kujengewa uwezo. Kwa hivyo hayo tutayafanya, na umetoka ombi hapa la kusaidiwa kupata ofisi, nitalizingatia ili muweze kupata ofisi yenye hadhi ili muweze kutoa huduma zenu vizuri zaidi. Timu za watu wenye ulemavu kwamba waingizwe kwenye mashindano ya Mapinduzi ni wazo zuri sana. Maadamu yapo mashindano ya Mapinduzi, kwa nini tusiweke tu na upande mwingine kuwe kuna mashindano ya watu wenye ulemavu kusherehekea mapinduzi ya nchi yetu? Lakini tuwawezeshe kushiriki mashindano ya ndani ya kimataifa, na wanaofanya vizuri waweze kupongezwa na watafutiwa udhamini. Hayo yote tunayapokea na kwa kweli tumeshaanza. Mimi mwenyewe binafsi nilikuwa ni mmoja katika watu walohudhuria mashindano ya Paralympic yaliyofanyika Ujerumani wakati ule, na timu yetu ya Zanzibar ilikuwepo. Kwa hiyo tunachosema ni kwamba tutaendeleza hatua za kuwatafutia udhamini timu za michezo ya watu wenye ulemavu ili waweze kupata maendeleo zaidi ya kimichezo ya ndani na nje ya nchi. Kwa hiyo nyinyi ni mashahidi, katika ilani yetu ya mwaka 2020 tumeahidi mambo mengi. Mambo ya elimu tumetekeleza, mambo ya barabara tumetekeleza, mambo ya hospitali tumetekeleza, mambo ya maji tumetekeleza, pensheni jamii tumeongeza, mishahara tumeongeza. Alimradi kila kilichokuwemo ndani ya ilani yetu tumetekeleza, na mengine tumevuka utekelezaji wa ilani. Nikupeni mfano wa mambo tuliowavuka katika ilani yetu. Tulisema tutajenga barabara kilomita 197
tumeshajenga barabara kilomita 1000. Tulisema tutajenga madarasa 1500, tumeshajenga madarasa 4800. Kwa kweli nikiendelea kusema tutachukua muda mwingi hapa, lakini nyote mnaona, ni mashahidi. Masoko, maflyover, viwanja vya michezo, alimradi Zanzibar kila upande inajengwa. Kwa hivyo basi, kwa kuwa tukiahidi tunatekeleza, leo tumekuja kusimama mbele yenu kuomba tena ridhaa yenu, mtuchague mwaka 2025 hadi 30, Chama cha Mapinduzi kiendelee kushika dola, ili mambo mazuri yote tuliyoahidi, mengine makubwa zaidi yaweze kutimia. Nilisimama mbele yenu ndio mgombea urais wa Zanzibar kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Naitwa Hussein Ali Hassan Mwinyi. Naomba kura zenu za ndio. Kuna mtu kanambia kuchi kuchi otahe, manake tutakupa kura zote, ndivyo?